Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Ni furaha iliyoje kukutana nawe mara tena mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24 katika taarifa hii ya habari na kukaribisha kwa moyo mkunjufu kuweza kutufuatilia mwanzo hadi mwisho. Nikukumbushe kwamba hii ni Fizi News 24 ambayo inakujia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari zetu zitaanzia na huko Uvira ambako siku chache kisha serikali ya DRC usaini mkataba mwingine mpya na serikali ya Rwanda juu ya kusitisha vita mashariki mwa nchi, hasa eneo la Minembwe. Mwananchi Andre Biadunia, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na usalama mashariki mwa DRC, ataja kupokea kwa shingo upande mkataba huu. Katika mahojiano na TV yako, mchambuzi huyo mwenye ushawishi katika ukanda huu haonesha hapa wapi mtego mkubwa wa Rwanda unapatikana. Kunakuwa ile makubaliano ambayo yamefanyika kati ya serikali ya Rwanda na serikali ya Kongo, hapo tunaita Londres, hapo juzi, kusema kwamba wasimamishe vita upande wa mashariki ya Kongo, yani este ya nchi, lakini wakasisitiza kwamba upande wa Minembwe lazima vita isimamishwe, kwa sababu Rwanda anaonesha kwamba FRDC na wazalendo huwa wanaua raia ambao wanakuwa hapo Minembwe. Ijapokuwa wote ambao wanakuwa hapo Minembwe, wengi wao kwa kweli wanakuwa na silaha na wameunga mkono M23. Nikumbushe wakongomani hapa ya kwamba Rwanda anakuwa na lengo kubwa hapa, kwa sababu walipokuja Kongo alikuja na lengo mbili. Lengo la kwanza amesema anakuja kuona namna gani atatokomeza wale tunaowaita wa FDLR, na serikali ya Kongo ikakubali ya kwamba wale wa FDLR wanakuwa kwenye udongo wetu, yani sisi hapa Kongo, na yuko tayari kuwarudisha Rwanda. Hatujui, mimi sijui wanaishi wapi. La pili, Rwanda alipokuja alisema kwamba anakuja kutetea maslahi ya wale ambao tunawaita minority, yani watu wadogo ambao ni Watutsi, wale ambao nyinyi mnawaita Wanyamulenge, ijapokuwa mnajua jina limetoka wapi. Kuna kuwa mbinu ya tatu hapa. Tuko tunaenda kwenye ubadilishwaji wa katiba, kwa sababu wameshachagua wale wa representants wetu ambao wanakuwa Kinshasa, wamekubali kwamba lazima katiba ibadilishwe. Na Watutsi hapa wanakuwa na mbinu kubwa sana, na hiyo mbinu inatokana na kutafuta udongo wa asili, kwa sababu wao hawana udongo wa asili. Nikumbushe ya kwamba nchi ya kidemokrasia ya Kongo hii ambayo tunaishi ni association ya maudongo, yani kila kabila lilileta udongo wake ndo ikaforme, ndo ikaunda Republique Democratique du Congo. Hata hivyo, mchambuzi huyo ameongeza kuwa mbinu nyingi ya Rwanda ni kutaka kutafutia makabila uongozi usiokuwa wa asili, jambo ambalo ni kinyume na sheria. Kwa sababu katiba ya Kongo inasema hivi, ni mkongomani yeyote yule ambaye mzazi wake wa nyuma, yani babu, aliishi kwenye udongo wa Kongo na alikuwa na espasi ambako alikuwa naishi, na ule udongo wake ukaunda hii tunaita Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa hawa Watutsi hawana nafasi ambao wanaweza kusemea kwamba wana udongo. Ndiyo maana mbinu ya tatu kutoka ile mbili ambayo nimesema ya Rwanda, mbinu ya tatu ni kutafutia hawa Watutsi udongo wa asili. Na udongo wa asili nafasi ambako wanakuwa wengi ni Minembwe. Sasa haiwezi kuwezekana kwa mafikira ya Rwanda ya kwamba FRDC kupitia wazalendo na wengine wamekamata ile eneo, kwa sababu Watutsi wote hawata kuwepo, na kama hawata kuwepo watasema wapi kwamba wana udongo wa asili? Ndio maana Rwanda imekimbia kwenda kuambia serikali ya Kongo, tuzungumuze, muache kupigana hapo Minembwe, kwa sababu mnaua watu ambao hawana hatia. Hapa ni question ya kufungula macho. Wakongomani tufunguke macho, kwa sababu wenzetu hawana nafasi ambao wanaweza kusemea kwamba wana udongo wa asili. Yani fungukeni macho. Itakaposemeka kwamba tunabadilisha katiba, tusikubali kabisa haya mambo ya udongo yaguswe, kwa sababu mambo ya udongo hatuna nafasi ambako tunaweza tena kuirudilia kesho. Watutsi wanatafuta namna gani watapata ka udongo, na Rwanda
ndiye anawashindikiza, anataka awapate nafasi ambako watakuwa wanasemea kwamba na sisi ni Watutsi, tunakuwa na eneo yetu kwenye udongo wa Kongo na ni nafasi fulani. Ijapokuwa tunajua vizuri kwamba hapo ni teritwari ya Fizi na Wabembe ndio wanakuwa wenye ile eneo, kwa sababu kuna chef de groupement pale, na chef de groupement anapaswa kuwa ni Mbembe, si Mtutsi. Sasa hii kusimamisha vita, kama Kongo ingekuwa makini, kama tungekuwa makini, ilikuwa inabidi kukamata ule udongo, kwa sababu pale kunakuwa ni waasi wale ambao wanaunga M23 mkono. Lazima tukamate ile eneo, ibaki ngome kuu ya kivita, ngome kuu ya jeshi ambako vijana wetu wanaweza enda kufanyia ile maformation. Rwanda na lengo libaya sana kwa nchi ya Kongo, na kama hatukufungua macho itakuwa kesho imekuwa nyuma. Huko Mwenga ni kwamba mama mmoja mwenye ukadiriwa kuwa na umri wa miaka 40 amefariki dunia kisha kujinyonga siku ya Ijumaa tarehe 26 Juni 2026, huku chanzo kamili cha kujinyonga kwake bado kujulikana. Katika mazungumzo nasi, mtu mmoja katika eneo la Mwenga amesema kuwa mama huyo alikuwa ni mgonjwa wa akili na huenda ikawa chanzo cha yeye kuweza kujinyonga. Kulingana na habari tulipata kujamaa, ni mwanamke aliachiwa na watoto karibuni 5, miaka mingi sasa. Alikuwa mjane na alikuwa kwao kwa kuzaliwa, na kulipita sasa miaka karibuni 2 alikuwa kigonjwa mara nyingi, kichwa ilikuwa inacheza kidogo. Kisha leo mama yake mzazi alimuacha nyumbani akaenda shambani, na mshangao mkubwa, mama alipotoka shambani akakuta binti yake haiko, na kwa kuingia tu nyumbani akakuta amejinyonga. Ni vile habari ilikuwa tu, na pale mama akaita sasa majirani kuambia kwamba binti yake alijitundika nyumbani kwao. Anaacha watoto nadhani 5. Alikuwa amekwisha kupoteza bwana, anaweza kuwa na miaka karibuni 40. Kulingana na utafiti ambao mmefanya, kia kujitundika inaweza kuwa imetokana na nini zaidi? Ni hasira ya kupoteza mume au mambo mengine? Haiwezi kuwa hasira ya kupoteza mume, sababu inakuwa miaka mingi sana mume alifariki. Yaani kabisa haiwezi kuwa ndiyo chanzo. Inaonekana tu ni ile ugonjwa ya kuchezeshwa kwa kichwa ndio ilisababisha. Na kulingana na gisi alijikuta yeye mwenyewe nyumbani, hatujui ni nini limsukuma, kwa sababu mpaka sasa yeye ndiye tu shahidi wa mambo yaliyompeleka ajitundiki. Mpaka sasa vyombo vimefika kuruhusu tu mwili uzikwe na utafiti utaendelea baadaye. Unajua siku hizi ambazo tunaishi matukio mengi ya vita. Watu wengi ni kama vile wamekata tamaa ya kuishi. Tunaamini kwamba labda hii ngali mwanzo, kama mambo haibadilike, watu wengi wanaweza kujiua, sababu maisha yanakuwa magumu. Hakuna kazi, hakuna chakula, hakuna kitu, amani inakosekana. Na ni hapa tunaita viongozi kufanya madaraka yao ifanye kazi, sababu hatuwezi ishi kama vile kondoo ambazo zimepotea. Na tunaambia raia wavumilie tu na kumtumainia Mungu, sababu hata kama tunapitia mazito, haya nayo yatapita tu. Hivi sasa tujielekeze huko Kilembwe ambako maandamano yalikuwa yanapangwa kuendesha na muungano wa mashirika ya kiraia hapa Kilembwe hayakufanyika tena siku ya 6 wiki tunayo, ambako lengo kuu ilikuwa ni kuomba uongozi wa jimbo kuvalia njuga swala la uongozi mbaya kwenye hospitali ya Kilembwe. Kwa Hasani Muta, mratibu wa shirika jipya la raia sekta Lulenge, atoa hapa picha habari hii. Bali kusema kwamba hospitali general ya reference ya Kilembwe huko ni akiendeke. Ndio problem ni kuhusu fonctionnement ya kazi pale kwa hospitali inazembea, na ile inatokana na sababu mbalimbali. Sababu kubwa ni gestion ya hospitali, surtout mkadre financier, ndio inaleta ile mitafaruku ya fonctionnement ya reference ya Kilembwe kwa dhaifu. Mais gestion en general ya hospitali ndo ne ya problem. Muko habari ya finance, muko habari ya encadrement ba prestataire, habari ya prise en charge yeniko sérieuse ya ba malade et consort. Ili mpaka mufikie kukonfirme kwamba kuna megestion kwenye hiyo hospitali ya Kilembwe, muko na mapreve zinaonesha hiyo? Sisi tuko na preuve, tulishuka sur terrain, tukapata ma information zenye ziko fiable, tukaji entretenir na comité directeur ya hospital na
komite pia ya BCZ ongea nabo ya découvrir kama information zetu tunapata zile maallegation ziko normal. Kwa hiyo nyinyi mnakuwa na position gani kuhusiana na hiyo gestion ambayo mmeona kwa sasa? Première des choses, c'est-à-dire plan A iliandikia wakuu ngozi iliandikia ministère ya santé mu niveau ya province ou inspection provinciale kareserver makopi kwa médecin chef de zone, kareserver makopi kwa médecin directeur wa l'hôpital, ba société civile bengine ma coordination territoriale na zingine makushe fulani zilihusika chef de secteur yote notamment et aussi compris du moins ndo makushe tulipatia ba premier plan. Second plan tukafanya rappel ya ile barua tulifanyaka juu ya kuonesha pengele fulani binaleta gestion pale plan general ya reference ya Kilembwe. Na alipoulizwa juu ya mtazamo wao juu ya hali ya sasa ya hospitali ya Kilembwe, Hasani Muta ameeleza mara tena kifupi ya kuandika ipenda inspection provinciale ishushe equipe ya kufanya enquête sur terrain yangali kama mapigation zinalamikiwa ya population ya Lulenge kama ziko kweli, na wakati banaweza kuona ile maallegation ziko kweli ba prendre ma mesure zinaweza kusaidia, zinaweza décourager le comportement ya zile ndio souci majeur kama dashuka bakafika batafanya enquête. Mmeshajaribu kuzungumza na médecin directeur wa hiyo hospitali na amesema nini kuhusu hiyo allegation? Tulionanaka naye c'était en présence ya ba BCZ kwa yabo ya kazi, tukaonesha inquiétude yenye iko kwa population ya Lulenge na kaba kusema kwamba souci yetu hii ni kuredore valeur ya hospital na kamata maharakati fulani zinaweza tuma ile mizozo iache kusikilika. Tulimuonaka na tumeona yeye peke tu, tulimwasosie kwa bakubwa wake ya kazi. Tulishaandika pia turua fuati kipande ile ilikuwa barua yenye ya crise d'alarme, tuliandikia secteur sababu tulikuwa na prepare kufanya action citoyenne le 27 leo pale tunaweza kumaliza tuone kama nini itaendelea. Na kwenye habari ya kiraifani kwamba katika kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kilichofanyika mjini New York, Masad Boulos, mshauri mkuu wa Marekani anayeshughulikia masuala ya Afrika, amesema kuwa nchi za DRC na Rwanda haziheshimu hata chembe ya makubaliano yaliyotiwa saini. Tumalizie na huko Burundi ambako nchi ya Burundi inatarajiwa kuwa mwenyeji wa maadhimisho ya 5 ya siku ya Kiswahili duniani pamoja na kongamano la 3 la kimataifa la tume ya Kiswahili ya Jumuiya ya Afrika Mashariki Kanakama, na hivyo itakuwa ni kuanzia Julai 5 hadi 7 mjini Bujumbura. Mengi zaidi na Bukuru Elias Daniel. Maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani yanatarajiwa kuwakutanisha washiriki kutoka nchi mbalimbali za Afrika Mashariki na maeneo mengine duniani kwa lengo la kuendeleza na kuimarisha matumizi ya Kiswahili kama lugha ya mawasiliano na mshikamano wa kikanda. Miongoni mwa nchi zitakazoshiriki kwa mara ya kwanza ni Somalia, hatua inayotajwa kwa muhimu katika kuonyesha kuongezeka kwa ushawishi wa Kiswahili katika eneo la pembe ya Afrika na kuimarisha uhusiano wa kitamaduni na kielimu. Maadhimisho haya yatafanyika mjini Bujumbura nchini Burundi kuanzia Julai 5 hadi 7 mwaka huu, yakihusisha mijadala, maonyesho ya utamaduni pamoja na shughuli mbalimbali zinazolenga kukuza na kuhifadhi lugha ya Kiswahili. Mjumbe wa kamati ya chama cha Kiswahili nchini Burundi cha kitabu, Dr. Levis, amesema kuwa hiyo ni hatua muhimu kwa Burundi, ikidhihirisha kuimarika kwa usalama katika taifa hilo lililopo ukanda wa Afrika Mashariki. Tunatarajia kuwa na wanachama kutoka nchi mbalimbali zinazounda Jumuiya ya Afrika Mashariki, ikiwa pamoja na Burundi, Tanzania, Uganda, Kenya, Sudan ya Kusini, Somalia, lakini pia hata Kongo watakuwepo. Ya ambao tunaita DRC Kongo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ya nao pia watakuwepo. Lakini si hao tu, tunatarajia kuona wageni wengi kutoka nchi mbalimbali za kimataifa. Tukio hili linafika wakati ambapo Burundi ina kipekee kwamba ndio mwenyeji wa nchi mbalimbali. Kwa hiyo tukio hili la Burundi kuadhimisha siku hii kuwa mwenyeji inamaanisha kwanza Burundi kuna amani ya kudumu. Nchi mbalimbali zimekuwa na imani na Burundi kwamba ni sehemu safi, ni sehemu salama. Kwa hiyo cha kwanza ni amani na mshikamano wa Burundi, ambapo sasa pongezi na sifa ziende kwa mheshimiwa rais wetu na serikali yake kwa jumla. Lakini pili, inaonyesha jinsi gani ambapo Burundi
Burundi kama Burundi imepiga hatua katika kuhamasisha na kueneza Kiswahili katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Na tatu, tunasema kwamba ni ule utashi. Utashi wa serikali ya Burundi. Kwa sababu ili maskidu ifanyike katika nchi fulani ni hatua, ni mchakato. Lazima nchi wanachama kupitia serikali wanachama, kusema kwamba wizara husika, mswada unaenda katika nchi husika, baada kakama kuchukua swala hilo yenyewe napeleka katika nchi husika. Kwa hiyo nchi husika inachukua swala hilo na kulipeleka kwenye baraza lake la mawaziri. Aidha, amesema kwa miongoni mwa faida itakazozipata nchi ya Burundi ni pamoja na kuimarika kwa uhusiano na nchi mbalimbali na kufaidika kiuchumi pia. Nikiripoti kutoka mjini Bujumbura nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Msikilizaji, bila shaka ni hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa lugha tukufu la Kiswahili, na kusamini ambao tutagia sikio mwanzo hadi mwisho na kutupa muda wako. Nikukumbushe kwamba ni Fizi News 24 ambayo inakujia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Aliyekuletea taarifa ya habari ni mimi Safari Almas. Bye bye. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.